hali ya ufukara iko juu sana. So yale mambo yako at stake sasa ni hatima ya jamii nzima. Na sisi tunapanga kulei claim kwa kiti cha urais mwaka wa 2027. Ambaye inadhihirishia Wakenya kwamba wale wako united na wale wanasema na sauti moja na wale wanaweza kuamua. Ili jamii zingine hata wakisema watakuja kusupport, wakuwe na imani kwamba hawa watu tayari tunaanza na kura karibu milioni 6 ni uchaguzi wa Malaba. Uchaguzi wa Kisa East ni uchaguzi wa Kapchai. Maana kuna wale ambao wanaamini kwamba shida masuala ya kisiasa iko sahihi iko sawa sawa. Wale ambao kwa status quo wao kwa serikali sahihi wanaamini kwamba Mluya atakani kujisemesha mwenyewe, Mluya atakana kutumia wengine kuongea masuala ya kijamii, Mluya atakani kuwa na mtu ambaye ako pale kwenye meza anasema pana mkiniguza mimi jamii yote ya Mluya imefanya nini imekuzwa. Na kuna wale ambao kama mimi tunasema pana sisi sasa tunataka kwenda kwa ile meza kama watu wengine. Tusipitie kwa mtu mwingine na masuala yetu ya kijamii ikuwe inawakilishwa na mtu kutoka jamii yetu sisi wenyewe. Kuna wale ambao labda wanasema kwamba hiyo ni ukabila, lakini mimi nimesema kwamba siasa ya Kenya inakaa hivyo na sisi tunataka kuleta mtazamo mpya kwenye siasa. Ya kwamba kama ndugu yako pale ile matatizo ambayo tunapitia kwa sababu ya kucheza siasa ambayo sio nzuri, siasa ambayo haina ufahamu kwamba lazima tutoe pamoja. Tukipata nafasi tutahakikisha kwamba rasilimali ya taifa la Kenya inagawanywa equally. Hata ile wale wadogo pia ambao wafiki kule kwa meza kumbuka kwamba sisi kama jamii kubwa tunakuwa tunaumia hivi. Wale wadogo ambao wako pale kwa tuna wanaumia na mara. Labda wanaumia mara dufu. So tuta balance tu pesa za rasilimali ya taifa la Kenya. Sasa hizi wale ambao wanatuambia kwamba sisi tunafanya uchaguzi. Kwenda kwa cabinet, utapata jamii ya Kalenjin ni wengi sana. Jamii ya Gikuyu ni wengi sana. Alafu wale wengine wote wamewachiwa mtu makombo. Hiyo nataka kuambia kwamba hiyo serikali ni ya broad based. Ni kama serikali ya national unity. Ilhali wala ambao kwa juu serikali wanafanya jamii. Hatutaki tu siasa ya porojo na uongo. Nataka serikali ambayo siasa ambayo ukisema jambo kuna maanisha. So sisi kwa sasa uchaguzi sama of life and death. Sababu hata jamii yetu itaambuliwa na huyo uchaguzi. Na unajua tukishindwa na Ruto tarehe 27 atakuwa na kiburi kingi sana. Ataanza kusema kwamba jamaa wanasema one term, wanasema Kasongo, wanasema Masigo, wanasema nini. Wanasema labda ni sisi tu kama wanasema kuongea na yeye hapa na wananchi nije nao au kwa matatizo. So ndio mnaona tunang'ang'ana nataka kumshinda. Sababu tusipomshinda itakuwa Wakenya watakuwa kwa mashakani yake. Hata ndio ataongeza zaidi, ndio ataongeza ushuru zaidi, ndio hata mambo ya abduction ndio itakurudi. Sababu ataona kwamba hakuna Wakenya ni wajinga, tunaweza kuwafinya tunapata wanipikie kwa. Na ndipo sasa kule Malaba tumesema uchaguzi sio kati ya Panyako na Rako. Uchaguzi sio kati ya Panyako na mwakilishi wa rais anaitwa Faruk. Maana yeye amekuwa pale, yeye amekuwa na campaign. Actually watu wengi kule Kabarasa ambao wajaenda shule wanafikiri kwamba Faruk ndiye amesimama.